Katika darasa hili leo tuangalie dhima za vitenzi vishirikishi. Swali linalotuongoza linasema, kwa kutumia mifano eleza dhima 5 za vitenzi vishirikishi. Kitenzi kishirikishi ambacho alama yake ya kiisimu ni T ndogo ni kitenzi ambacho hujulisha hali ya kuwepo au kutokuwepo kwa uhusiano au ushirikiano baina ya vipashio vya lugha. Uhusiano huo unaweza kuwa katika tabia, hali au mazingira fulani. Vitenzi vishirikishi ni vya aina mbili. Navyo ni kitenzi kishirikishi ni cha uyakinishi na kitenzi kishirikishi si cha ukanushi. Vitenzi vishirikishi katika Kiswahili hubeba dhima mbalimbali kama zinavyopambanuliwa katika matini hii. Dhima ya kwanza ni kuonesha uyakinishi katika sentensi. Mfano ukisema Maeda ni mrefu. Hiyo ni inadokeza uyakinishi kwa sababu ukanushi wake ni si. Lakini dhima ya pili ni kuonesha upatanisho wa kisarufi. Kama ukisema kiti ki kibovu. Unaiona ki hapo inakupa upatanisho wa kisarufi, lakini inafanya kazi kama kitenzi kishirikishi. Vile vile kitenzi kishirikishi hufanya kazi ya kuonesha ukanushi katika sentensi. Kama ukisema Asha si mrembo, unakanusha kuwepo kwa sifa ya urembo kwa huyu mtu anaitwa Asha. Vile vile kitenzi kishirikishi hufanya kazi ya kuonesha urejeshi wa sifa, hali au tabia. Kwa mfano ukisema huyu ndiye mkorofi. Ndiye ni kitenzi kishirikishi na kinarejesha sifa ya ukorofi kwa kiwakilishi huyu. Au pengine ungekuwa umetaja nomino kabisa, Maeda ndiye mkorofi. Pia hufanya kazi ya kuonesha tabia fulani iliyopo au isiyokuwepo ya mtu fulani au kitu fulani. Kwa mfano huyu ni mwizi, tunaonesha kuwepo kwa tabia ya wizi. Huyu si mwizi, tunakanusha kuwepo kwa tabia hiyo. Vile vile hufanya kazi ya kuonesha cheo au kazi anayofanya mtu. Kwa mfano yule ni mwalimu, hawa ni wakurugenzi. Hapo unaonesha cheo au wadhifa wa mtu. Kwa hiyo hapa tumeangalia kwa ufupi sana dhima za vitenzi vishirikishi, na tumesema vitenzi vishirikishi ni viwili tu, ni ya uyakinishi na si ya ukanushi. Hata hivyo vitenzi vishirikishi hivi vinaweza kujitokeza katika maumbo mbalimbali tofauti tofauti kutegemeana na mazingira ya utokeaji. Kwa hiyo ni na si ina maumbo mengine mbalimbali. Tutaangalia hayo katika somo na masomo yajayo. Leo ulikuwa nami Mwalimu Maeda kukupitisha katika dhima za vitenzi vishirikishi. Karibu katika somo la Kiswahili.